kwa sababu ya fawaid inshallah tutasoma mpaka kwenye aya ya 6 hapo. Tumemwacha alikuwa asome tu mpaka aya 14 tupate thawabu ya kusikiliza Qur'an na kutamata na qiraa chake. Barakallahu fiki. Lakini tutasoma mpaka aya 6 ili tupate fawaid, na njia tutakayotumia tutasoma tarjama na maneno yale kama nahitaji tawdih, kama kuna masala ya i'rab na kadha, alafu tutarudi kwenye aya moja baada ya nyingine katika kutaja fawaid mpaka pale tutakaposimama kwenye aya ya 6 kwenye darasa ya leo. Kwanza tutaanza na tarjama ya aya baada ya aya. Bismillah. يقول الله تعالى: ألف لام را. Allah ndiye anayejua zaidi hiyo alif lam ra. Maelezo litangulia tulipokuwa tukisoma alhurufu almuqatta'a. Hurufu hizi kama tutakavyoeleza katika maelezo insha Allah, lakini alif lam ra tilka ayatul kitabil mubin, hizi ni aya za kitabu chenye kubainisha hizi tukazozisoma. Tilka yani hadhihi ayatul Qur'an alwadih min jihati ahkamihi wa alfadhihi. Tilka ayatul kitabil mubin, hizi ni aya za kitabu chenye kubainisha. Pia tunasema hizi ni aya za kitabu kilicho wazi. Kilicho wazi, almubin kwa maana ya bayyin. Tushaeleza zaidi ya mara moja kwamba almubin inaweza kuwa kwa maana ya fiili abana yubinu, kwa mubin ni ismu fa'ili ya mubin, yani muwaddih au mudih. Muwaddih, mubayyin, yenye kubainisha. Lakini mubin pia inaweza kuwa na maana ya albayyin. Kwa hizi tukazozisoma hizi ni aya za kitabu chenye kubainisha. Kwa mubin ni sifa ya kitabu. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya la'allakum ta'qilun, hakika tumekiteremsha hali ya kuwa ni Qur'ani kwa Kiarabu au Qur'ani ya Kiarabu. Hicho kitabu anzalnahu, hakika tumekiteremsha Qur'anan ay hala kaunihi Qur'anan, hali ya kuwa ni Qur'ani tena Arabiyan. La'allakum ta'qilun, ili mfahamu. La'allakum تعقلون أي كي تعلموا وتفهموا معانيه، ili mfahamu maana yake. كما يقول حاميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. منذ الزخرف. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. نحن نقص عليك أحسن القصص، sisi tunakusimulia wewe masimulizi mazuri zaidi. Nahnu naqussu alayka ahsana alqasas, hakika tunakusimulia wewe masimulizi mazuri zaidi. Bima auhaina ilayka hadha alquran, kwa kuleta wahi kwako hii Qur'an. Bima auhaina ay biwahyina au biiha, sawa, biihaina tukifanya ma masdaria, sio na bau ni sababia na ma ni masdaria. Kwa kule kuleta wahi
bima auhaina, kwa hiyo ma na kilichokuwa baada yake fi tawili almasdar. Nahnu naqussu alayka ahsana alqasas, sisi tunakusimulia wewe masimulizi mazuri zaidi. Bima auhaina ilayka hadha alquran, kwa kuleta wahi kwako hii Qur'an. Tumeleta wahi wa Qur'ani kwako ili tukusimulie masimulizi yaliyo mazuri sana. Na alhusn pale yaudu lilqasas la ila alqissa. Hivyo visa vyote vya Qur'ani ni vizuri, masimulizi mazuri zaidi. Ahsan alqasas, masimulizi mazuri zaidi. Kwa alhusn hapa yarudi katika alqasas na sio katika alqissa. Sio kusema hiki ni kizuri zaidi, vingine si vizuri, au kuliko vingine. La, visa vyote ni vizuri. Wa in kunta min qablihi la min alghafilin, na kwa hakika kabla yake ulikuwa ni mwenye kughafilika, ulikuwa hujui. In hapo ni mukhaffafatun min athqila, na ushahidi wa hilo ni lamu la min alghafilin wa khuffifat in faqalla alamal wa talzamu allam idha ma tuhmalu. Ibn Malik yasema kwa itakuwa ni makosa kusema wa in kunta min qablihi la min alghafilin, ijapo ukiwa, kusema hata ukiwa, ijapo ukiwa, kwa tafsiri kama vile in kama in ilivyo hapa. In ni kwa maana ya inna, kwa maana innaka wa innaka kunta min qablihi la min alghafilin. Imetumiwa ghafla, sawa, imetumika neno ghafla na halikutumika neno aljahl kwa kuchunga makamu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu alghafla ni adamu alilm, kughafilika. Sawa, angeambiwa wa in kunta min qablihi la min aljahilin, hakuwa akijua kweli, lakini kwa kuichunga makamu yake akaambiwa la min alghafilin. Wa in kunta min qablihi, kwa hakika wewe ulikuwa kabla yake, kabla tujasimulia, ni kabla ya masimulizi, kabla ya kukuletea wahi, la min alghafilin, ni katika wenye kughafilika.